Ni matumaini yangu kuwa mzima buheri wa afya, mtazamaji wa EATV popote pale ulipo. Karibu sasa katika Kurasa, dakika chache za kukufahamisha machache katika mengi yaliyofika mezani kwetu kwa leo. Mashirika mbalimbali ya serikali na ya binafsi leo yamewakutanisha wanawake kutoka maeneo tofauti ya Tanzania kuungana na wanawake wengine duniani kote kusherehekea siku ya wanawake duniani, siku ambayo huadhimishwa kila ifikapo Machi 8 ya kila mwaka. Mwaka huu ikiwa na kauli mbiu isemayo chochea mabadiliko katika kuleta usawa wa kijinsia. Siku ya wanawake inasherehekewa katika maeneo mbalimbali duniani kote ili kuonesha umuhimu wa jinsia katika maendeleo na maisha ya watu ya kila siku, sambamba na kuleta hadhi kwa wanawake. Wanawake wamekuwa wakipata shida, japo tunasema tuko kwenye miaka 50 ya uhuru. Sasa tunaamini kupitia katiba mpya sasa hivi tunaenda kupata migawanyo sawa ya rasilimali za taifa, lakini mgawanyo sawa wa elimu, mgawanyo sawa wa afya, ambapo wanawake walikuwa wanapata shida katika kujifungua. Hawana vifaa vya kujifungulia wanawake hawa, japo wao ndio watengeneza rasilimali kuu hiyo ya watoto, ambao ndio hao wanaokuwa viongozi wanaoshika nafasi, lakini wakawasahau. Unajua mpaka leo tunasherehekea siku ya wanawake duniani, lakini kama Watanzania bado tuna changamoto nyingi. Bado wanawake na watoto wanakufa katika mahospitali. Hospitali zetu bado hazina vifaa vinavyotakiwa. Wanawake wanalala chini. Bado elimu ni duni. Watoto wa kike hamna miundombinu ambayo inawatetea watoto wa kike wakiwa mashuleni. Kwa hiyo bado wanawake tuko chini, ingawa tunasherehekea siku yetu, sherehe yetu. Nini wito wenu kwa jamii pamoja na serikali ambazo zinaongoza wanawake wakiwemo? Wito wetu ni kwamba mwanamke ni kila kitu. Mwanamke ni kiongozi, mwanamke ni mwalimu, mwanamke ni mlezi. Kwa hiyo wapewe nafasi za juu katika hayo maeneo. Bado anakabiliwa na mambo mengi kama ya ubakaji. Hasa mtoto wa kike bado yuko kwenye hatari kubwa sana za upambanaji wa ubakaji, unamwandama sana. Mazingira ambayo anaenda kupata elimu, ambaye ni mwanamke ambaye atapata hili au pate kufikia lengo, kutokana na mifumo kandamizi inayomkabili, bado ni changamoto kubwa sana inayomkabili huyu mwanamke. Tuendelee na Kurasa. Wakazi wa eneo la kona ya Mabibo, barabara ya kuelekea chuo cha usafirishaji jijini Dar es Salaam, wako katika hatari ya kukumbwa na magonjwa ya mlipuko kutokana na moja ya chemba ya maji machafu ya chooni kutiririsha maji mengi katika eneo hilo, hali inayohatarisha afya zao. Wakiongea na Kurasa, wakazi wa maeneo hayo pamoja na wananchi wanaofanya shughuli mbalimbali katika eneo hilo wamesema kuwa hali hiyo ni ya hatari kwao, hivyo wameviomba vyombo husika kuwasaidia kabla ya athari kubwa kutokea. Haistahili yani kwanza kuyagusa ya maji machafu. Kwa hiyo hali kama hii mimi nahisi sio safi. Sisi kama nyinyi wenzetu ungetusaidiaje hali kama hii? Mimi navyoona hali kama hii ya mitalo, kama inawezekana wenzetu wanaohusika na kazi kama hizi wangetusaidia wao kama wao, sijui wangetusaidiaje kwa hali kama hii. Tupo katika hatari mbaya sana kupata magonjwa makubwa kama kipindupindu na magonjwa mengine kabisa. Nashauri kwamba vyombo husika vipate kuzingatia kwamba hali hii ni sio mzuri kabisa. Tuna magonjwa mengi sana kama kipindupindu, magonjwa ya ulipuko na nini na madhara. Na inawezekana mifereji kama hii iache wazi na maji yanaonekana kama hivi, sio vizuri kabisa. Tumalizie Kurasa kwa hili. Shirika la kimataifa la kuhudumia watu wenye albinism katika nchi mbalimbali duniani la Under the Same Sun UTSS limeiomba serikali ya Tanzania kufuta ushuru wa kuingiza nchini bidhaa mbalimbali za kuwasaidia watu wenye ulemavu kama vile losheni ya kuzuia mionzi ya jua, sambamba na kuondoa vikwazo kwa wahisani kama moja ya njia za kuwasaidia watu wenye albinism nchini. Wito huo umetolewa jijini Dar es Salaam wakati shirika hilo likipokea vifaa mbalimbali vya kuwasaidia watu wenye albinism kutoka kwa watu wa Korea kwa ushirikiano na shirika la United Health for International Children lilopo mjini Tanga nchini Tanzania. Wito wangu kwa serikali na kwa nchi yetu, kwanza tumekuwa bado tuna tatizo kubwa sana la uingizaji wa hivi vifaa. Watu wengi sana wamekuwa wakitaka kuchangia na kusaidia kuleta hii misaada, lakini sunscreen lotion nyingi zimekuwa zikiharibikia bandarini. Tunazo kesi mbalimbali za watu ambao pia wamekata tamata kuleta tena kwa sababu taratibu za kupitisha hivi vifaa vinaonekana kama sio vifaa tiba. Vinaonekana tu kama ni cosmetics ambazo unakuta ushuru mkubwa, unatakiwa kulipa ushuru kubwa na hakuna msamaha wa kodi katika ile eneo. Kwa wito wangu kwa serikali ili kuongeza juhudi
za wadau wa nje kutusaidia, basi waweze kurahisisha shughuli, waweze kurahisisha mfumo wa uingizaji wa hivi vifaa tiba vya kuwasaidia watu wenye albinism. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache katika yale mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Kesho, je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia dakika chache za kurasa. Alafu tuandikie maoni yako kupitia barua pepe yetu ambayo ni kurasa@atv.tv. Kwa niaba ya wote wale ushiriki kuletea kurasa, mimi ni Laltaika, Noah Laltaika.